nilete salamu za mbunge wenu. Si mnamjua mbunge wenu? Sio huyu wa CCM bana. Nimekuaje nyinyi? Ili jimbo halina mbunge. Mbunge aliyechaguliwa na nyie anaitwa Liberatus Mwang'ombe. Sawa sawa. Kwa hiyo naleta salamu za Libe. Nimeongea naye akiwa Marekani leo asubuhi, na tumpigie makofi Libe kwa kazi nzuri anayoifanya. Mkisikia CCM wakichuchumaa Nchale, wakisimama Nchale, wakikaa Mshale, sasa kule nje ya nchi tuna mashine zinaongozwa na Libe. Zile korido zote za Umoja wa Mataifa, Congress ya Marekani, sio nini, Libe yuko pale. Na ndio maana unasikia wanapigwa kule nje, wanapigwa na ndani. Sasa Libe anafanya kazi kubwa sana kule, mpigieni makofi. Na huyo ndio mbunge halali wa watu wa Mbarali. Uongo kweli? Kwa Libe, kwa niaba ya wananchi wa Mbarali, ninakushukuru na tunakupenda na tunakushukuru sana kwa kazi unayoifanya, na wengine wote kwa kweli ambao wako diaspora wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha dunia inajua mambo yanayotokea Tanzania. Dunia inajua mauaji yaliyofanywa na vyombo vya dola vilivyoagizwa na Rais na Samia aliyesema hakuna nywinywi wala nywinywi. Kwa wakina Libe wanafanya kazi kubwa. Jambo la pili, tuko kwenye ziara. Leo ni siku ya 5, na tangu nimeanza mikutano ya hadhara kule Nachingwea, baadaye nikaenda Masasi, siku nyingine siku iliyofuata tukaenda Songea, na jana tulikuwa Makambako na Njombe. Kumekuwepo na utaratibu wa msafara wetu kufuatiliwa na vyombo vya dola. Watu wetu wako makini. Sasa mimi nataka nitumie nafasi hii kuambia sisi sio wahalifu. Sisi ni Watanzania wema, ni watu tunaopenda nchi hii. Vyombo vya dola, fanyeni kazi na wajibu mliopewa kwa mujibu wa katiba, sio kutishia Chadema. Mimi John Heche, uoga niliacha tangu nilipozaliwa siku ile ile. Kwa hiyo hakuna mtu wa kunitisha mimi. Tunaelewana vizuri? Madam sivunji sheria, madam nyie mnalinda majizi, mnalinda wahalifu, alafu mnafuatilia watu wema. Mnamkamata Lissu ambaye ni mtu mwema, mtu aliyepigwa risasi 38, 16 zikaingia mwilini mwake. Mpaka leo jeshi la polisi halijawahi kutuambia nani aliyempiga Lissu risasi. Sasa mnatufuatilia wa nini? Mnakuja kwenye mikutano ya Chadema, polisi mko kwenye gia za kivita, mmefunika nyuso, mna marungu. This is a civic procession. Mbarali peoples, huu ni mkutano wa hadhara wa kiraia. Tunataka mje hapa in a friendly face, kwa nyuso za furaha na nyuso za undugu. Haya mambo ya kutishatisha watu hatuwezi kuyakubali, hatutayakubali. Narudia tena, hatutayakubali. Labda tuwe tumekufa. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo mkome kutufuatilia, na wale vijana mnaotumwa. Hii nchi watu wana machungu makubwa sana. Watu wameuawa, watu wananyang'anywa mali zao, utajiri wa nchi yetu unaibiwa. Acheni kabisa kujaribu kupigia nchi hii kiberiti.
kuna siku mtasikitika, mtauasha moto ambao wote mtakimbia. Bahati mbaya sana, madiktata wote duniani huwa wana imani moja tu, kwamba labda yule Gaddafi aliangushwa kwa sababu hakuwa na polisi wazuri, labda hakushika vyombo vya dola vizuri, anaangushwa wa pili. Wanasema labda Omar al-Bashir hakuwa makini, ndio maana aliangushwa, anaangushwa huyo. Labda Adolf Hitler hakuwa makini. Kwa hiyo madiktata huwa wanajidanganya kwamba diktata mwenzao aliyeangushwa hakuwa makini. Sio kweli. Kosa moja la diktata analofanya, hajui siku atakayoanguka, hajui siku moto utakapowaka. Wananchi walikataa hapa kwamba hawataki kitu kinaitwa uchafuzi, wakawa wanasema Watanzania hawana uwezo. Tulipaswa kujifunza kwa yale yaliyotokea, na nataka niwaambie watu wa Mbarali, haya mauaji yaliyofanywa na polisi kwa maagizo hayaishi mpaka yatakapokwisha. Yani iko hivi, hilo jambo halitaisha mpaka waliohusika watakapowajibishwa. Na hakuna mtu, bwana askari, nikwambie kitu kimoja. Mwaka 1945, mnisikilize kwa makini, mwaka 1939 mpaka 1945 ilipigana vita kuu ya pili ya dunia. Sasa Adolf Hitler wa Ujerumani, wakati ule diktata wa Ujerumani, alikuwa amewaumiza sana wananchi, na akawa anawachoma Wajewish ni Waisraeli. Akafungua chambers. Unaona magodauni hayo mnayotunzia michere, kama magodauni ya michere yakawa yamejengwa hivyo, alafu zimepitishwa pipe za moto, ambao kwenye zile pipe, mabomba yale, gesi inaingizwa mle ndani, inakuwa ya moto. Alafu wanawakamata Waisraeli, wanawaingiza kwenye yale manyumba, wanaungua mpaka wanakuwa majivu. Wakaua zaidi ya Wajewish milioni 2. Baada ya kushindwa vita, Adolf Hitler alipoona jeshi lake linazidiwa, akajiua. Wakabaki watu waliokuwa wanatumwa kufanya hiyo kazi, ma-OCD wa kipindi kile, maaskari wa kipindi kile, sijui ma-RPC wa kipindi kile, sijui nini, vyombo vya usalama, sijui usalama wa taifa wa Ujerumani wa wakati ule. Sasa kesi ikafunguliwa kwa watu waliofanya zile zinaitwa atrocities kwa kizungu. Sema atrocities. Wakabaki hao watu, wakakamatwa, wakaambiwa, hebu tueleze, kwa nini mlikuwa mnaua watu? Kwa nini mliumiza watu? Kwa nini mlitesa watu? Wakawa wakienda mahakamani. Hiyo kesi ilifanyika kwenye mji unaitwa Nuremberg. Sema Nuremberg, kule Ujerumani. Kwa hiyo wakasema, sisi tulikuwa tunatumwa na maagizo kutoka wapi? Kutoka juu. Maagizo kutoka wapi? Juu. Sasa majaji wakawauliza kwamba sheria inasemaje? Wewe OCD, sheria inakutaka ufanye nini? Nikienda kumkamata mtu, nimweleze mimi naitwa John Heche, ni afisa wa polisi, nimekuja hapa kukukamata kwa sababu hii na hii, na nitakupeleka kwenye kituo fulani, wataarifu ndugu zako. Sasa wewe ulifanya hivyo? Hapana, mimi nilimteka. Kwa nini? Niliagizwa. Sheria inakwambia hivyo? Hapana. Kura chuma, kura chuma. Wote wale waliokuja na utetezi wa kijinga wakashindwa, wakahukumiwa kunyongwa, na wengine wakahukumiwa kufungwa miaka mirefu. Hiyo sheria imekuwa sheria ya dunia nzima, inaitwa the Nuremberg trial. Sema the Nuremberg trial. Kwa hiyo inaitwa the Nuremberg principle. Kwa hiyo bwana askari, nenda leo kwa kujielimisha, na askari wako wote,
nendeni msome the Nuremberg Principle. Na nikikuelekezea wewe, sio kwamba nina shida na wewe, ni kwa askari wote akiwemo IGP wenu, kwa sababu nazungumza hapa atasikia. Ujumbe huu ni kwa vyombo vyote vya dola vya nchi hii. Hakutakuwa na utetezi kwamba mimi nilitumwa na maagizo kutoka juu. Fata sheria, fata utaratibu, utakuwa salama, utakuwa. Lakini ukielekezwa maagizo ambayo siyo ya kisheria, ukamtendea mtu maovu kwenye zama hizi ambazo simu hii unayotembea nayo inajua umetembea hatua ngapi, umetoa jasho kiasi gani, inajua umeunguza calories kiasi gani. Huko duniani kuna kitu kinaitwa satellite, kinamulika Mbarali, kinajua tuko Ubaruku, kinaona kila kitu. Siku tukiingia madarakani, tutafungua vault hivi, wewe askari fulani fulani ulipiga mtu risasi pale Mbaruku, njoo hapa. Kwa hiyo hii ni tahadhari tu. Hii ni nini kwenu vyombo vya dola? Hilo la kwanza, hilo la kwanza. Na hilo nilitaka niliseme by the way. Sema by the way. Sasa naingia kwenye mambo yangu niliyopanga kuzungumza na nyinyi. Sasa ndugu zangu wa Mbarali, watu wa Ubaruku, poleni kwa madhira makubwa mnayopitia. Mmeeleza mambo mengi ya matatizo, na matatizo yenu hayana utofauti na matatizo ya Masasi, hayana utofauti na matatizo ya Tarime, hayana utofauti na matatizo ya Mwanza, hayana utofauti na matatizo ya Geita, hayana utofauti na matatizo ya Mbeya. Kimsingi matatizo yenu ndiyo matatizo ya Watanzania wote nchi nzima. Tunazidiana kiwango cha namna ulivyokanyagwa kwenye mguu. Kuna mwingine amekanyagwa na greda, kuna mwingine amekanyagwa na Land Rover, kuna mwingine amekanyagwa na pikipiki, kuna mwingine amekanyagwa na mguu. Lakini wote tuna maumivu na tunajisikia shida miaka 65 baada ya uhuru wa nchi yetu. Sasa mnisikilize kwa makini. Unapoumwa, Mbarali, mnanisikia? Unapoumwa, unapofanya nini? Ukienda hospitali, ukifanyiwa vipimo ukakosewa, utapata matibabu yaliyokosewa. Tunaelewana vizuri? Sasa unaweza kwenda hospitali unahalisha, ukafikiri ni amiba, kumbe ni kichocho. Au ukaenda hospitali unahalisha, ukafikiri ni amiba, kumbe ni vidonda vya tumbo. Ndio maana ukienda hospitalini lazima upimwe ili upewe dawa sahihi. Sema dawa sahihi. Wrong diagnosis, wrong treatment. Hicho ni kizungu sasa, kizungu kikubwa. Ukikosewa kupimwa, unapewa matibabu mabaya au matibabu yanakosewa. Tunaelewana? Haya, nikisema wrong diagnosis, sema wrong treatment. Wrong diagnosis, wrong diagnosis. Ukikosewa kwenye vipimo, utakosewa dawa, haitakutibu. Tunaelewana vizuri? Ndio maana ukienda kupimwa kansa, unatakiwa upewe dawa za kansa. Ukipimwa kansa alafu ukawa unatibiwa na dawa za malaria, hautapona. Watanzania wenzangu kokote mnakonisikiliza, nchi hii kwa muda mrefu sana imefanyiwa vipimo vibovu na imepatiwa matibabu mabovu. Tunaelewana? Mfumo wa CCM ni mfumo uliooza. Kubadilisha mtu mmoja ndani ya CCM hakuwezi kubadilisha nchi hii.
ni kufanya vipimo vibovu na ukapata matibabu mabovu. Namna pekee ya kutibu nchi hii ni kung'oa hii takataka inayoitwa CCM, tuirushe kule mbali, tuanze upya. Tuanze upya. Sema tuanze upya. Tung'oe takataka inayoitwa CCM, turushe baharini, tuanze upya. Hayo ndio matibabu yanayotakiwa. Na namna pekee ya kufanya hivyo, kwanza tupate katiba mpya. Sema katiba mpya. Pili, Lissu awe nje. Mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemchagua akamweka kwenye nchi kwa makusudi yake, akapigwa risasi 38, 16 zikaingia mwilini. Mwenyezi Mungu akasema, nimekuweka hai ili uokoe nchi ya watu wangu, nchi niliyoipendelea. Kwa hiyo Lissu yupo kwa ajili yetu. Tunataka awe nje, aje kuongoza nchi hii, aipeleke kwenye asali na maziwa. Mbarali, mko tayari? Kwa hiyo tumekuja kwa mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, free Tundu Lissu. Jambo la pili, katiba mpya. Na mnisikilize kwa makini. Kwa nini haya mambo ni muhimu? Nitaanza na jambo la katiba. Mwenyekiti wetu wa jimbo, mzee wangu ambaye tumekuwa naye kwenye chama muda mrefu, tulikuja hapa na Freeman Mbowe mwaka juzi, sio ni mwaka juzi au mwaka jana, tukakutana na matatizo haya haya. Mimi nimekuwa bungeni, nimekuwa mbunge, nimeshiriki kwenye bunge. Tulikuwa na yule mbunge ambaye mnamlalamikia wa zamani hapa, anaitwa Mura, ambaye amechukua maeneo yenu ambayo Mwalimu alitenga shamba la Kapunga, amejibinafsishia. Ukienda kulima mle ndani, wewe unatakiwa lazima ununue mbolea yake. Nasema uongo au namsingizia? Mbolea ya kwake, sijui ukivuna lazima utunze kwenye mastoo ya kwake, sijui ukifanya nini. Matatizo ya Kapunga na matatizo ya Mbarali yamekuwa makubwa, miaka nenda miaka rudi, na nitaeleza mzizi huo ni nini. Wakati tukiwa bungeni, huyu bwana kila wakati, nafikiri si ni wakati wa budget au wakati wa mfungo wa Ramadhani, alikuwa analeta michere pale bungeni anagawia kila mbunge kilo 50 na watumishi wote wa bunge, si na nini. Sasa pale kuna wafanyakazi karibia 2000, kila mfanyakazi anapewa kilo 50, kila mbunge anapewa kilo 50. Sikumbuki kama ni 50 au 100, sikumbuki vizuri, na ni kwa miaka yote. Sasa ndugu zangu, tukianza kuchambua tatizo moja moja kwenye matatizo ulionieleza mwenyekiti, tutakesha hapo. Tutafanya nini? Mzizi wa fitna wa haya mambo ni hiki kitabu. Hiki ndio kitabu kibovu ambacho kimetufikisha kwenye matatizo haya. Mwalimu Nyerere alipoandika hiki kitabu, katiba hii, kwa sababu Mwalimu Nyerere alikuwa mtu mwema, aliamini watu wote watakaofuata kuwa viongozi baada yake watakuwa watu wema. Kwa hiyo wataongoza nchi hii kwa nia njema ya kuiendeleza. Hakujua kwamba ndani ya chama chake ambacho kimejaa utapeli, kimejaa majizi na mafisadi, atakuja kutenga nchi yetu namna hii. Na nataka niwaambie kwa ukweli kabisa, Mwalimu Nyerere angekuwa hai, kwanza asingenyamazia maovu haya. Mwalimu Nyerere alimkosoa Rais Mwinyi akiwa rais wa nchi hii. Uongo kweli? Hadharani akamwambia nchi hii haiwezi kuongozwa na mke wako, hii nchi inapaswa kuongozwa na mtu aliyechaguliwa. Na akaandika kitabu kinaitwa Tujisahihishe. Mwalimu Nyerere alikosoa wazi na akaandika kitabu ili kiwe kumbukumbu kwamba yeye alikuwa na msimamo. Akaandika kitabu Tujisahihishe. Leo Mwalimu Nyerere angekuwa hai, asingefumbia macho uovu unaoendelea kwenye nchi hii, na nitaeleza kwa kifupi. Sasa leo
CCM ambayo inajinasibisha na Mwalimu imebaki na mzee warau mmoja tu, Joseph Sinde Warioba, ndio ana uwezo wa kusimama akasema nyie mmeua watu na haiwezekani kuendelea kuua watu. Hivi mzee wangu, kwa sababu tuko Chadema tu, mimi nikichukua bunduki hapa nianze kuwapiga watu risasi hapa, nyie watu wa Chadema mtaogopa kunikosoa eti kwa sababu tuko chama kimoja? Uovu ni uovu, no matter anaufanya nani. Hata sisi ndani ya chama chetu, mtu akifanya uovu lazima tujifunze kumkosoa. Leo CCM ukimkosoa Samia wanasema unamtukana. Kama hapa nikifanya shughuli zangu, polisi hapa wanatetemeka matumboni kana kwamba wanaongea na mimi nazungumza. Nchi gani hii? Watu wamejaa hofu, watu wanaiba rasilimali za nchi, mbuga za wanyama zinauzwa, madini yetu yanaondoka kinyume cha utaratibu wa sheria. Hata ndani ya CCM kumwambia Samia unapeleka nchi shimoni hawawezi kusema. Leo nimeona kwenye hilo bunge hilo ambalo halikuchaguliwa kunaenda kupitishwa finance bill, sheria ya fedha ya mwaka huu ambayo ina madudu kibao, nitaeleza baadaye. Na dudu mojawapo ambalo limependekezwa kupitishwa hapo kwa kifungu cha 69 inakwenda kuua nchi yetu. Lakini CCM wanafikiri ukimkosoa rais ni kukosoa, ni kumkosoa Mungu labda. Kwa sababu tunaona vyama vingine vikubwa duniani, hata chama cha ANC, Zuma alipoanza kufanya mambo ya ajabu na kuuza nchi yao, chama chao chenyewe cha ANC kikamwambia Zuma jiuzuru, unapeleka nchi yetu pabaya. Zuma akaleta kiburi kwa sababu ni rais, wakamwambia ukileta kiburi sisi chama tutaagiza wabunge wakupigia kura ya kutokuwa na imani na wewe, wakuondoe pale bungeni. Zuma akalazimika kujiuzuru. Rais Thabo Mbeki wa ANC alipokuwa anayumba kwenye uongozi, chama chake chenyewe kikamwambia ndani ya chama jiuzuru. Leo waziri mkuu wa Uingereza, nchi yenye nguvu ya 3 duniani, amelazimishwa na chama chake amejiuzuru. Keir Starmer ameambiwa wewe uliahidi uongo, ulioahidi utekelezi, jiuzuru. Leo CCM wanajiita chama kigenge cha wararushwa, hakiwezi kumwambia Samia unapeleka nchi shimoni. Wakulima wanalia, wafanyakazi wanalia, polisi wanalia kimya kimya. Hata wanapokuja kwenye mikutano wana hali mbaya kweli kweli. Wako hapa wengine watoto wao wanaumwa, wanawaza nikitoka hapa mtoto wangu mtamtibiaje? Ukienda kwenye maduka ya mikopo, unakuta polisi wameweka makadi yao ya benki waombe mikopo kabla ya mwisho wa mwezi. Nasema uongo? Walimu wanaweka kadi zao za mikopo, wanakopa mikopo kausha damu. Mwalimu anayekopeshwa kausha damu atakuwaje na utulivu wa fikra kufundisha mtoto wako aelewe? Kwenye dunia hii kila mtu analia. Chama cha Mapinduzi kinashindwa kumwambia Samia, nchi nzima inalia, hebu badilika. Kwa sababu Wajapani wanasema, bwana OCD, ukipanda train inayokupeleka usikoenda, shuka upande train inayoenda kwingine unakotakiwa kwenda. Au kuna msemo wazungu wanasema speed is useless when you are lost. Speed haina maana kama umepotea njia. Wewe unaenda Ubaruku, umegeuza gari unaelekea Rujewa, alafu unaongeza mwendo, unazidi kupotea zaidi. Ni vile ukasimama uangalie unakokwenda, uelekeze gari unakokwenda. Sasa nyie polisi na vyombo vya dola na CCM mnampigia makofi Samia wakati gari inaelekea kusikotakiwa kwenda. Tumekuja kuwakumbusheni ndugu zangu, gari yetu ambayo ni nchi yetu tunayoipenda sana. Tunazungumza mambo haya
tukijua kabisa kwamba maisha yetu yako hatarini kwa kusema ukweli huu. Najua mimi na watoto wangu wazuri sana, na mtoto wangu anaitwa Grace, ninampenda. Ningependa niishi miaka mingi duniani hapa, lakini najua kwa kusema ukweli huu naweka maisha yangu kwenye mstari. Sitakubali mwenyekiti wangu Tundu Lissu aendelee kunyanyaswa kwa kitu ambacho hakufanya na kitu ambacho hastahili. Tumekuja kuomba mtunge mkono. Tunahitaji mtunge mkono, tubadilishe nchi hii. Nchi ni yetu sote. Miaka 65 ya utawala wa watu hao, wamechoka, hawana uwezo. Sikilizeni Mbarali, katiba hii kwa mujibu wa ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata msingi ya demokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Kwa hiyo serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hiyo ni ibara ya 8. Sehemu B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Niambieni hapa Mbarali, OCD niambie, Samia amepata mamlaka na madaraka yake kutoka kwa wananchi hawa? Nani aliyepiga kura hapa? Wamejiweka madarakani kwa mtutu wa bunduki, wameua watu. Nani aliyemchagua mbunge hapa? Nani aliyemchagua diwani hapa? Tukisimama hapa leo, Mungu akija hapa, tukasema wananchi wapange mstari ambao wanamtaka huyo Samia na wanaomtaka Lissu, ni nani anaweza kushinda kwenye nchi hii? Kila mtu anajua, lakini mnamweka Lissu ndani, mnakiuka katiba. Ibara ya 9, lengo kuu la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba: moja, aina zote za dhuluma na vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu au upendeleo zinaondolewa nchini. 2, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini, ujinga na maradhi. Kwamba shughuli za kiuchumi haziendeshwi kwa njia zisizoweza kusababisha uwajibikaji wa mali, ulimbikizaji wa mali. Sasa katiba hii, ndugu zangu, imetoa haki nyingi sana. Haki ya kujieleza, inasema sehemu nyingine ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa au kupewa adhabu zinazotweza au kudhalilisha utu wake. Kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika hifadhi ya jamii maisha yake kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Sasa hizi haki zote ambazo tunaziona ni nzuri, ambazo zimewekwa kwenye katiba, ambazo Mwalimu alilenga kuziweka, lakini katika kitu ambacho Mwalimu hakutambua, akashindwa kuziweka hizi haki kwenye sehemu ambayo inaitwa enforceable. Na hapa nitaeleza vizuri, mimi ni mwalimu, mnielewe. Naenda taratibu. Iko hivi. Wewe mwananchi, wangapi mna simu hapa? Nyosha mkono tuone. Wote mna simu, si ndio? Huo ni mfano. Hivi mimi Heche nikishuka hapa kwa sababu nina nguvu sana, nikachukua simu yako kwa nguvu, utafanya nini? Na kuzidi nguvu sasa, utafanya nini? Unaenda polisi, unanishtaki, mahakama inanihukumu, nikurudishie simu yako na nikulipe fidia, si ndio? Hiyo inaitwa, hicho ndio kitu tunachosema enforcing, yani kinachosukumwa na sheria kutekelezwa. Sheria inalazimisha kitekelezwe.
ni enforceable, au mtu akichukua kiwanja chako, sheria inaelekeza wewe utamshinda kesi. Lakini hii katiba, vitu vyote vizuri, haki zote nzuri, haki yako ya kumiliki ardhi, haki yako ya kumiliki mali, haki yako ya kufanya biashara bila bugdha, hazikuwekwa kwenye maeneo ambayo ni enforceable, ambayo unaweza kuyadai mahakamani. Pamoja na kwamba hizo mahakama zina matatizo, lakini kama ardhi yenu mliokaa mababu na mababu, sheria ya vijiji nasema mtu akikaa kwenye eneo miaka 12, hilo eneo linakuwa mali yake, kama hawakuwahi kumwambia hilo eneo sio sahihi kukaa. Watu wamekaa kwa miaka. Leo watu wanakurupuka kutoka huko, wanakuja wanatuambia sijui jia ni ya miaka mingapi. Walikuwa wapi wakati mnahamia pale? Si kama mnanielewa hivi? Wangapi mnaelewa ninachokizungumza? Nyosha mkono tuone. Wote mnaelewa? Sasa ndugu zangu, hii katiba inaelekeza una haki ya kumiliki mali, lakini hicho kipengele cha haki hiyo huwezi kukidai mahakamani kwa sababu hakiko enforceable. Tungekuwa na katiba nzuri, kwa mfano hii katiba imesema sehemu kila mtu ana haki ya kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake. Hifadhi ya maisha yako ni nini? Utibiwe vizuri, ulale vizuri, ule chakula kizuri. Kwa hiyo ingetokea siku umepeleka mke wako hospitalini kujifungua, daktari akakataa kumfanyia operation kwa sababu wewe huna hela, huyo mwanamke akifariki, ungeishtaki serikali na ikulipe fidia kwa sababu imezembea, mke wako amekufa. Sio kama mnanielewa? Leo nchi hii mke wako akipata mimba, kijana, hasa wale vijana, waacha wazee unajua wao walishavuka huko. Kijana, mke wako akipata mimba na wewe unapata mimba ya kichwa mawazo, unakuwa unasema sijui atajifungua salama, sijui atakufa, sijui nikienda hospitali waniambia nahitaji milioni kufanyiwa upasuaji, sijui nitaitoa wapi. Ni uongo, ni kweli? Sasa kama kipengele hicho kingekuwa kwenye eneo ambalo liko enforceable, ungedai haki hiyo. Tunaelewana vizuri? Mahakamani inasema kila mtu ana haki ya kupata elimu na kujiendeleza mpaka mwisho wa uelewa wake. Wakati huo huo wanakuwekea kizingiti kwamba usipokuwa na ada hutaingia chuo kikuu. Sasa hiyo katiba inasemaje? Yaani inakupa haki kwa mkono huu, alafu inaunyang'anya kwa mkono huu. Wanaita clawback clauses. Sema clawback clauses. Sasa sisi Chadema tunapotaka katiba mpya, tunataka tuondoe hizo clawback clauses zote, ili tukisema una haki ya kupata elimu, kama serikali itakurudisha nyumbani, uishtaki serikali ikulipe fidia au ilipe mtoto wako ili amrudishe nyumbani kwa sababu hana ada. Mnasemaje hapo? Mnasemaje hapo? Mnasemaje Mbarali? Sisi Chadema tunataka katiba mpya ambayo itasema serikali haiwezi kuja hapa ikachoma shamba lako, na ikichoma shamba lako unaishtaki serikali na wanakulipa fidia na wanakulipa usumbufu. Tunaelewana vizuri? Pale Kenya pale, na hii katiba ina mapungufu mengi. Ndio maana nikisema ukishtaki serikali watu wanajiuliza, hivi tutaishtakije serikali? Kwa sababu majaji wenyewe wanateuliwa na huyo ambaye tunatakiwa kumshtaki. Kesi ya Ngedere unapeleka kwa nani? Kwa Tumbili. Atapata haki kweli? Sasa wenzetu Kenya waliopata katiba mpya wameweka hata mazingira ya kupata majaji. Haiwezekani eti kwenye nchi hii rais anateua waziri mkuu, rais anateua mawaziri, rais anateua mpaka wabunge. Yani chombo kinachotakiwa kumsimamia na kumwajibisha na kutunga sheria, yeye anakiteua. Sasa hicho chombo kitamsimamiaje? Hivi mnanielewa nyie?
Wangapi mnaelewa anachokisema? Yaani rais anateua wabunge ili wakamsimamie yeye. Hicho si kiini macho? Anateua majaji, anateua wakuu wa mikoa, anateua si wakurugenzi wa idara, anateua IGP, anateua RPC. Sasa ndio maana IGP hawezi kutupa sisi haki, kwa sababu aliyemteua ana uwezo wa kumuondoa. Kenya pale kwa mfano majaji wanapatikanaje? Kenya wana chombo kinaitwa Judicial Service Commission. Sema Judicial Service Commission. Tume ya utumishi wa mahakama. Tunaelewana vizuri? Mimi ni mwalimu, kwa hiyo tutaenda kwa kujifunza. Tunaelewana vizuri? Sasa ile tume ya mahakama ndio inatangaza kazi za majaji. Inasema tunahitaji majaji 20 wenye sifa zifuatazo: 1, awe na degree; 2, amewahi labda kuwa hakimu; 3, ana uzoefu wa miaka 5; 6, ana hiki na hiki. Alafu unatuma maombi. Kwa hiyo mimi na mwenyekiti wangu Masaga tunaangalia pale, tuna sifa, naandika mimi John Heche naomba nafasi. Masaga naandika naomba nafasi. Brenda naandika naomba nafasi. Tunapeleka CV zetu. CV zikishafika pale Judicial Service Commission au tume ya utumishi wa mahakama ya Kenya inatangaza kwenye TV. Ndugu zangu wa Kenya, wale watu tulioomba waombe ujaji, waliotuma maombi ni hawa hapa. John Heche anatokea Tarime. Brenda anatokea Dar es Salaam. Masaga anatokea Mbeya. Kama kuna mtu yoyote ana malalamiko juu ya maadili ya hawa watu au uadilifu wao au wizi au chochote au waliiba elimu, atutumie hayo kwenye tovuti yetu. Watu wanaandika, huyu Masaga aliwahi kuwa na kashifa ya kutembea na mke wa mtu. Huyo mtu aliyetembea naye, mwenyekiti usichukie, ni mfano tu Msabato. Huyo mtu ambaye mke wake alitembea naye ni huyu na huyu na huyu. Huyu Heche alikuwa hakimu Tarime, alikula rushwa. Huyu Brenda ni hivi na hivi. Sasa wanakaa, inaitishwa interview, TV inaonesha, Bwana John Heche, wewe kuna mtu anaitwa Mwita fulani anasema wewe ulipokuwa hakimu Tarime kwenye kesi yake ulikula rushwa ukamhukumu vibaya. Wewe unasemaje? A, B, C. Wanakuambia wewe hufai. Bwana Masaga, wewe unatuhumiwa huna uadilifu. Uliwahi kutembea na mke wa mtu, tukikupa hii kazi utaendeleza hayo mambo, hufai. Brenda, umefuzu. Sasa huyu Brenda, rais anachofanya ni kumwapisha. Hana mamlaka ya kumkataa wala kufanya nini. Amekuwa jaji. Huyo mtu huyo anajua mimi nimepata kazi hii kwa uadilifu wangu, na wengine walioko kule wanajifunza kwamba ili upate kazi ya ujaji lazima uwe mwadilifu. Watu waovu wamekataliwa. Sasa nchi hii rais analala, anapigiwa simu, Mheshimiwa Rais, hivi unajua Mwajuma yule mtoto wa dada yako amemaliza degree? Alisoma nini? Alisoma sheria na unajua hana kazi. Radio Tanzania Dodoma, leo rais amemteua Mwajuma mtoto wa dada yake ni jaji mfawizi. Hiyo ni nchi gani? Hiyo ni nchi gani? Huyo Mwajuma atakupa haki wewe? Huyo Mwajuma atakupa haki wewe? Atakuwa na mlinda yule aliyemteua. Ndio maana kuna jaji aliwahi kufanya kituko, amefungia chama chetu siku 309 bila kufanya shughuli zake, kwa makusudi kabisa, kinyume cha sheria. Watu wamepigwa, watu wameumizwa, na yupo anafurahi tu kwa sababu ya nepotism na upendeleo. Haya, sasa watoto, tukiwa bungeni, mtu mmoja anaitwa Omar Tebeto Mgumba, wakati tunapinga kitu kinaitwa export levy, Omar Mgumba akaitetea. Asubuhi Magufuli akasema, wewe nimekuteua kuwa naibu waziri kwa sababu ulitetea. Sio kwamba alitetea kitu kizuri, alitetea uovu, akateuliwa kuwa naibu waziri.
Baada ya hapo uchawa ukaanza nchi hii. Mtu anamsifia mtu hata kwa sifa asizokuwa nazo, baadaye huyo mtu anateuliwa. Sasa tunafundisha watoto wa nchi hii kwamba huhitaji kuwa na elimu wala huhitaji kuwa na ujuzi. Unachohitaji ni kuwa na mdomo mpana na kuwa chawa, utateuliwa. Nchi gani hiyo? Hiyo nchi itaendelea? Matokeo yake mtu anayetakiwa kuwa mwosha nyumba anakuwa DC, hana ujuzi, hana uelewa, nchi inayumba. Ndio maana tunasema mzizi wa fitina wa matatizo yote haya ni katiba mpya. Ni katiba mpya. Nasema ni katiba mpya. Sema katiba mpya. Ndio itaondoa ujinga wote wa nchi hii, tuirudishe kwenye barabara ya rami. Matatizo ni makubwa. Mwenyekiti, umeniletea matatizo rukuki. Nikianza kuzungumza matatizo ya Mbarali, hebu fikirie hivi. Mbarali inapaswa kuwa the basket of the country, kikapu cha nchi ambacho watu wanapatia chakula. Watu wa Mbarali walipaswa kulindwa kwa heshima kubwa, kwa sababu wanalisha nchi hii. Nchi hii miaka 65 ya uhuru hatuzalishi, hatuwezi kuzalisha hata mchere mnaozalisha hautoshi kutumika ndani ya nchi hii. Tunaagiza mchere kutoka Pakistan, tunaagiza mchere kutoka Bangladesh, tunaagiza mchere kutoka India wa basmati. Uongo kweli? Mchere ambao unaingia nchini hakuna mtu anajua kule ulilimwaje, ulipigiwa dawa gani, watu wake wakila watakuwaje. Mchere tunaojua unavyolimwa, tunaoweza kujua mbolea yake inawekwaje, tunaoweza kujua umevunwa umepakiwa wapi, ni mchere unaolimwa Mbarali, kwa sababu ya afya zetu, kwa sababu ya heshima ya nchi yetu. Ndio maana nchi hii watu wanakula vitu kila siku, unasikia kansa zinaongezeka, kwa sababu vitu vinakuja hatujui vimetoka wapi, vinaletwa vime-expire au havija-expire, hatuelewi. Sasa watu wa Mbarali ambao wanaitengenezea nchi hii mapato, tuache hata usumbufu wanaoupata. Angalia hiyo barabara, angalia tu hiyo barabara ambayo inaingizia serikali mabilioni kwa mabilioni ya fedha. Kutoka pale kwenye junction, panaitwaje pale? Ndio Igawa pale, kuja hapa. Hamuoni aibu kulinda watu wa aina hiyo? Hamuoni aibu? Watu ambao hawawezi hata kuchunga yule ng'ombe anayewalisha, wanayemkamua, wanakuja hapa, wanataka kodi kwenu. Hivi mzee wangu, unaweza kukamua ng'ombe ambaye humlishi? Atatoa maziwa? Inawezekanaje? Barabara tu kwamba maroli yaingia hapo, maroli yanayotoka Kongo, maroli yanayotoka Mwanza, maroli yanayotoka Sudani, yaje hapa yaingize fedha kwenye nchi yetu. Barabara tu. Miaka 65 ya uhuru hawawezi. Barabara tu. Nimepitishwa kwenye viwanda vinavyotoa mpunga, watu wanakula. Mvua ikinyesha, sidhani kama kuna roli linaenda pale kwenye kiwanda pale. Uongo kweli? Hilo lilipaswa kuwa eneo ambalo limejengwa vizuri kuonesha utajiri unaotoka hapa. Bado watu wanalia kuhusu ardhi. Sisi tunaagiza ngano. Mwaka jana tumeagiza ngano kutoka nje ya nchi tani karibia 500 na kitu, zaidi ya trilioni 1.1. Sio kama nataka niwaeleweshe muelewe. Na bwana askari nisikilize. Iko hivi. Nisikilizeni. Nyie watu wa Mbarali, watu wema. Kazi mnayofanya hapa inasababisha watu wengi sana wanapata maisha. Isingekuwa hivyo, watu wangekuwa na hali mbaya sana hapa Mbarali. Leo kwa sababu kuna mpunga hapa, kuna mchere hapa, pesa inatoka Dar es Salaam inakuja kwa mkulima aliyelima Mbarali hapa. Mtu ananunua mpunga kwake, pesa imetoka Dar imekuja Mbarali.
Tunaelewana vizuri? Huyu mkulima akipata pesa hapa Mbarali, anataka kujenga nyumba, anaajiri fundi yule pale wa hapa Mbarali. Pesa imetoka Dar es Salaam, imeingia kwa mkulima, imeingia kwa wewe fundi wa Mbarali. Wewe ukipata pesa unanunua mboga kwa yule mama anayeuza mboga. Yule mama akipata pesa ananunua kitanda kwa fundi seremala. Yule fundi seremala anamwagiza bodaboda amletee ubao. Yule bodaboda ananunua mafuta kwako. Wewe unamwajiri mlinzi. Mlinzi anakodi chumba kwako. Pesa inazunguka Mbarali. Kama watu hawalimi hapa, hiyo fursa ipo. Leo tunaagiza ngano kutoka Ukraine, tunaagiza ngano kutoka Russia, tunaagiza ngano kutoka Saudi Arabia, wakati ya zaidi ya trilioni 1. Wakati hapa jirani yenu hapa Makete na kule Basotu Manyara, Mwalimu aliyatenga ni maeneo maalumu ya kulima ngano ambayo ina uwezo wa kulisha nchi hii na tukauza nje ya nchi. Sasa kama watu wa Makete wangepewa uwezo wa kulima hiyo ngano, wakasaidiwa na serikali, wakapewa mitaji, wakapewa uwezesho walime ngano, alafu tunamwambia Azam hakuna kununua ngano kutoka nje, nunua ngano ya Mbarali, nunua ngano ya Basoto. Maana yake ni nini? Badala ya fedha kutoka hapa iende Ukraine kutengeneza ajira, fedha ingeingia humu itengeneze ajira kwa watoto wa Mbarali, itengeneze ajira kwa watoto wa Makete, itengeneze ajira kwa watoto wa Makete. Wangejenga, wangenunua magari, wangejiendesha. Lakini kwa roho mbaya na uwezo mdogo walionao viongozi, wanaona ni bora fedha iondoke kwenda nje kuliko kubaki kwenye mikono yenu. Ndio maana mnafukuza watu hawa ili mtengeneze mazingira ya hawa watu kuwa mafukara. Pesa hiyo inatoka humu inaenda kuagiza michere Pakistan. Is that the country we want? Hiyo ndio nchi tunayohitaji? Hapana, hatuwezi kukubali. Ndio maana tumekuja kwenu, tunaomba mtunge mkono, turudishe gari hii kwenye barabara. Gari imechepuka, iko nje ya mitaro huko. Tunataka kuirudisha kwenye barabara. Tunataka kurudisha hii gari kwenye barabara sahihi. Na watu wenye uwezo wa kufanya hivyo ni Chadema. Watu wenye uwezo wa kufanya hivyo ni Chadema. Mmezungumza kuhusu ushuru. Mmezungumza kuhusu ushuru wa halmashauri. Hawawapi mbegu, hawawapi mbolea, hawawaletei maji. Huo wote ni wajibu wa serikali. Ili ukamue ng'ombe, bwana askari, lazima umlishe. Ili ukamue. Usipomlisha, kwa sisi wafugaji, unakuwa kupe. Kupe tu ndio anaenda kwenye ng'ombe. Si mnajua kupe? Anang'ata kwenye ngozi, anaamini ng'ombe ni wake. Hajui ng'ombe anakula nini, yeye yuko pale. Ng'ombe akiuzwa mnadani, kupe anaamini yule ng'ombe ni wa kwake. Ng'ombe anapelekwa machinjioni, kupe anaamini ni mali yake. Ng'ombe akisha chinjwa, ngozi ikichunwa, damu ikiisha, kanafia pale. Sasa halmashauri hizi zimegeuka kupe. Haziwasaidii wakulima mbolea, haziwasaidii miundombinu ya barabara, haziwasaidii maji, haziwasaidii kuvuna, haziwaletei mbegu bora. Lakini ukishalima, ukivuna, wanataka pesa kutoka kwako. Uongo kweli? Sasa nyie mnalalamikia ushuru wa shilingi 1000. Nyie hamjui tu. Kuna kitu kinaitwa financial bill. Sema financial bill. Sheria ya fedha. Kila mwaka bunge likitunga budget. Bwana Masago, unatamani kuja bungeni, nataka nianze kukuelewesha kabla hujaji. Na Brenda na Kitiga. Bunge likisha tunga budget, likisha maliza ile session ya budget, inatungwa kitu kinaitwa sheria ya fedha. Sema sheria ya fedha au financial bill.
Baadaye inatungwa tena sheria ya matumizi inaitwa appropriation bill. Sema appropriation bill. Sheria ngapi? Za kusimamia hiyo budget. Kwa hiyo ile kelele mnayoona mbunge anasimama ngenge, watu wangu hawana barabara, si nini, ule ni ujinga tu. Sehemu muhimu ya mbunge ambayo wabunge wenye akili tulikuwa tunaweka macho ni kwamba sheria inasemaje. Sheria ndio chumbani. Sasa unaweza kwenda kwenye nyumba ya mtu pale sebuleni, ametandika, amesafisha, amefanya nini, kumbe chumbani kumejaa mavi tupu. Sasa mbunge mwenye akili, unachoangalia ni sheria ya fedha, sio kelele hizo. Watu wangu hawana barabara. Mwisho wa siku unatakiwa kuangalia, je, kweli watu wako hawana barabara? Je, kwenye matumizi, kwenye mafungu ya fedha na kwenye sheria wameweka namna ya kukusanya na kutumia? Je, hiyo barabara imeingia? Inaitwa vote. Sasa kwenye sheria ya fedha, na najua huyu anayejiita mbunge wenu Kiraza hivyo vitu hajui. Kwenye sheria ya fedha ambayo inaenda kupitishwa mwaka huu, kifungu cha 116 kinasema hivi: wamependekeza mtu akiuza miti, fito au mbao atatakiwa kulipa kodi ya mkupuo 2% kabla ya kusafirisha mzigo. Sasa hili linawahusu watu wa katibu wa nani yuko wapi, wa Njombe, ndio wana nani, hawatazingatia kwamba wewe kwenye kazi yoyote duniani kuna kitu kinaitwa mtaji, alafu mtaji unatoa faida. Kwa watu wenye akili, hukati kodi mtaji unaulinda, kodi unachukua kwenye faida. Mbarali, mnanielewa? Mbarali, mnanielewa? Kwa hiyo mtu wa Mbarali ukienda kulima, unakodi pawatira, unanunua mbegu, unakodi shamba, unanunua mbolea, unapalilia, unakata, unafukuzia ndege. Sasa hiyo yote ukijumlisha inaitwa mtaji. Kwa watu wenye akili wanaotakiwa kuwaendeleza nyie, wanapaswa wapige bei hizo zote ziondoke, alafu kwenye kile unachopata ndio wachukue faida. Na actually hawatakiwi kuchukua kwenye kilimo. Sasa hiyo ni upande wa ambao wamesema watakata 2%. Kwenye kilimo kifungu cha 116B, na hapa niko shuleni, hata kwenu askari, sikilizeni hapa elimu. Mkulima akiuza mazao yake na kupata kipato, atatakiwa kulipa kwa mkupuo 1% ya kile alichouza, bila kujali kwamba kuna mtaji pale. Kwa hiyo sasa hivi wanaweka kitu kinaitwa mobile TRA inayo move. Sasa nyie mlikuwa mnalalamikia ushuru wa halmashauri, sasa wanawaleteeni TRA. Ukiuza shilingi 10,000, 1% ya 10,000 ni ngapi? Wanachukua 1%, sio 10%, wanachukua 100. Ukiuza 100,000 wanachukua shilingi ngapi pale? 1,000. Ukiuza 1,000,000 wanachukua 10,000. Ukiuza 1,10,000 wanachukua 100,000. Ukiuza 100,000 wanachukua 1,100,000. Yaani bila kujali wewe gharama uliowekeza. Ulishawahi kuona wapi? Na mtaendeleaje sasa katika mazingira hayo? Yaani nyie mnalia kwamba wapunguze kodi,
lakini wanatunga sheria ya fedha ambayo inakwenda kuongeza kodi. Hiyo sheria inapendekeza kwamba mtu ukiuza ng'ombe yaani ukiuza ng'ombe wako, yule uliyenunua kwake anatakiwa akukate kodi ili ailipe serikali. Sasa ndugu zangu, katika nchi hii ni lini wewe kijana utatengenezewa mazingira ya kujiendeleza? Wajibu wa serikali ambao tumesoma kwenye katiba, lengo kuu la serikali itakuwa ni kuendeleza watu wake. Ilitakiwa nyie hapa watu wenye ardhi, serikali ije wakusanye. Vijana mko wangapi hapa? Tuko milioni ngapi? Hamna ardhi ardhi hii tuna mapori kibao. Sasa ukichukua mkoa wa Mbeya huu una kilomita za mraba 35,000 na mamia, una watu 2,000,000. Ukichukua nchi ya Uholanzi, kwanza tuanzie hapa Rwanda, mnaielewa. Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Rwanda nchi nzima. Nyie mkoa wa Mbeya mna kilomita za mraba 35,000. Ina maana Mbeya ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda. Nchi ya Israeli mnayosikia inapiga Irani, sio inapiga nani, sio inapiga nani, ina kilomita za mraba 21,000. Nyie mkoa wa Mbeya mna kilomita za mraba 35,000. Israeli ndio nchi inayoongoza kwa kuuza matunda dunia nzima kwa wingi na kwa faida nyingi. Kilomita za mraba 21,000, nyie 35. Mko 2,000,000, wao wako 9,000,000. Hatujawahi kusikia mapigano ya wafugaji na wakulima, hatujawahi kusikia watu wanafukuzwa kulima, hatujawahi kusikia sui nini. Nyie 35,000 mko watu wa Mbarali, yani watu wa mkoa wa Mbeya wote mnaweza kukaa kwenye eneo moja tu la Mbarali na bado pakapwaya, kwa sababu wilaya ya Mbarali peke yake ina kilomita za mraba 14,000. Kwa watu wa mkoa wa Mbeya wote walioko Mbeya mjini, si walioko, wanaweza kukusanywa wakakaa hapa na wakalima hapa na wakazalisha na bado msibugudhiana. Sasa leo inakuwaje watu wanaumizana hapa eti hawana mahali pa kulima? Tungekuwa na serikali yenye akili, ingeisha panga haya ni maeneo ya wafugaji, wanapelekewa maji, wanapelekewa majani, wanapelekewa miundombinu. Kila siku wakimaliza kulisha, majani yanamwagiliwa maji, kesho yameota, ng'ombe wao wanakula, kwa hiyo hawahamihami, kila siku wangekuwa pale. Haya ni maeneo ya wakulima, watu mnalima pale, mnapewa. Ukimaliza chuo umefundishwa namna ya kulima, unakuja unapewa trekta yako, unapewa mtaji, unaingia shambani, unazalisha utajiri, unajenga nyumba, unaenda kutalii Ulaya, unakula bata, unaenda kuangalia kombe la dunia. Lakini tunafanywa maskini, tumeaminishwa umaskini ni sehemu ya maisha yetu, na viongozi wa dini wanatuambia raha tutaenda kula mbinguni. Tunataka kula raha hapa bana OCD, kama mnayokula nyie. Tuendeshe gari nzuri kama anayoendesha mtoto wa Samia. Uongo kweli? Mbona yeye hasubiri kwenda kula raha mbinguni? Au yeye hataki kwenda mbinguni? Mungu angetaka tukale raha mbinguni, asingetupa dhahabu. Sisi ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Mungu angetaka tukale raha mbinguni, asingetupa Tanzanite, nchi pekee yenye Tanzanite. Mungu angetaka tukale raha mbinguni, asingetupa mlima Kilimanjaro mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Asingetupa ziwa Victoria, asingetupa nickel na cobalt inayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Mungu asingetupa uranium, asingetupa mbuga kubwa kuliko zote duniani. Mungu anataka tule raha hapa, ndio maana alitupa utajiri wote huu. Tatizo la nchi hii ni uongozi. Tunaelewana vizuri? Kama Mwalimu Nyerere alivyosema, ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Ardhi tunayo,
Nimewaambia yenye ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukizichanganya kwa pamoja hazitufikii, zina kilomita za mraba 890. Sisi 945. Ardhi yenye kila kitu. Mungu ametupa watu wazuri, ametupa lugha ya Kiswahili. Kinachokosekana ni siasa safi na uongozi bora. Tunaelewana vizuri? Na ili tupate siasa safi, lazima tubadilishe katiba, ndugu zangu. Na ndio maana tumekuja kwenu kuomba mtuunge mkono, tupiganie katiba, tuibadilishe katiba. Na tuendelee kupaza sauti kwamba mwenyekiti wetu aachiwe. Kila mtu unapokaa, ukiwa na Facebook yako andika free Tundu Lissu. Ukiwa na Twitter andika free Tundu Lissu. Ukiwa na Instagram andika free Tundu Lissu. Piga kelele, muombe, mtetee, msemee. Ukienda kwenye kijiwe cha kahawa, msemee Lissu. Lissu ameambiwa na serikali dhalimu kwamba tunaomba tukupe fedha uondoke ukakae Ubelgiji. Amesema siko tayari, nitafia kwa watu wangu. Siko tayari, nitafia kwa watu wangu. Je, nyie watu wake mko tayari kufa kwa ajili yake? Mko tayari kupigana kwa ajili yake? La mwisho, matatizo yote tunayosikia mwenyekiti, hata tukiyasema moja moja, sijui vijiji gani vimehamishwa, ninaelewa. Sijui watu wa kata gani wamepigwa nje, naelewa. Sijui waziri Mabura alikuja sio akafanya nini, naelewa. Lakini matatizo hayo yataisha siku tukipata katiba. Siku tukipata katiba. Tutaongea mpaka kesho, lakini yataisha siku tukipata katiba. Na tunataka katiba hiyo kabla ya 2028. Tunaelewana vizuri? Tunataka katiba mpya sasa. Sema katiba mpya sasa. Tumeanza mikutano ya hadhara. Tunakwenda nchi nzima. Tunahamasisha wananchi. Tunataka watupe katiba, tunataka wamwachie Lissu. Wasipomwachia Lissu, tutaitisha maandamano nchi nzima kudai Lissu aachiwe na katiba mpya iandikwe. Wangapi mko tayari kutunga mkono? Nyosha mkono. Nyosha mkono. OCD peleka hiyo taarifa, na watu wa usalama pelekeni hiyo taarifa. Watu wanataka katiba mpya sasa. Sema katiba mpya sasa. Katiba mpya sasa. Katiba mpya sasa. Watu wanataka katiba. Msipotusikiliza, tutaitisha maandamano. Tutasema ni lini tunaitisha maandamano. Na wananchi wa Ubaruku, muwe tayari. Muwe tayari. Wangapi mko tayari? Peoples! Haitoshi, peoples! Peoples! Asanteni sana. Na tunahitaji mchango.